Mimi ndio nilikuwa na baba mpaka dakika zake za mwisho, na mimi ndio nilikuwa na baba katika ugonjwa wake ya kwanza, na mimi ndio niko na historia ya baba mpaka dakika zake za mwisho. Na baba alinieleza mara nyingi ya kwamba yeye katika siasa anataka watu wake na watu wa ODM. Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na watazamaji, baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga, kuna maswali mengi ambayo yamekuwa yakiibuka kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa Wakenya wakitaka kujua, je, kweli kifo cha Raila Amolo Odinga kilikuwa cha kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimepangwa? Mpaka siku ya leo watazamaji wangu, idadi kubwa ya supporters wa Raila Amolo Odinga hawaamini ya kwamba kifo cha Raila Amolo Odinga kilikuwa cha kawaida. Lakini watazamaji wangu, jioni ya leo niko na habari mpya, na kwa hivyo nakuomba uweze kuandamana nami hadi tamati. Nitakuwa na kuelezea kwa kiundani watazamaji wangu, kwa sababu kuna breaking news, habari zaidi ambazo tunaendelea kuzipata kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga, huku mizozo ikiendelea kushuhudiwa ndani ya familia Raila Amolo Odinga pamoja na ndani ya chama cha ODM. Kabla sijakuletea hizi habari kwa kiundani mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Naam, najua watazamaji wangu kuna maswali ambayo mmekuwa mkijiuliza, kama tu vile ambavyo mimi mwenyewe nimekuwa nikijiuliza. Je, kifo cha Raila Amolo Odinga kilikuwa cha kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimepangwa? Na Raila Amolo Odinga aliaga dunia kule nchini India ama aliaga dunia akiwa hapa nchini Kenya? Sasa watazamaji wangu, kuna ripoti zaidi ambazo tunaendelea kuzipata kutoka na viongozi ama marafiki ambao walikuwa karibu na Raila Amolo Odinga kipindi kile, wakati akiwa mgonjwa, wakati alisafirishwa mpaka kule ugaibuni. Ni kina nani ambao alikuwa na wao? Mkewe alikuwa wapi? Bodyguard wake alikuwa wapi? Familia yake ya karibu ilikuwa wapi? Winnie Odinga alikuwa wapi? Ruth Odinga alikuwa wapi? Je, wanajua nini ambacho kiliendelea mpaka dakika za mwisho za Raila Amolo Odinga akaiaga wakati alikuwa anaendelea kupokea matibabu kule nchini India? Sasa watazamaji wangu, hapo jana William Samoei Ruto aliamua kumpatia kazi bibie Raila Amolo Odinga, mjane Ida Odinga. Alimpatia kazi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, sasa akuwe ni kama balozi kule UNEP. Lakini baada ya William Samoei Ruto kufanya hiyo appointment, mmoja ya bloggers hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Maverick Kaoko alitweet jambo fulani kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii na kusema ya kwamba Ida, reject that appointment unless you know what killed your husband. Mbona anamwambia akatae hiyo appointment? Kwani nini ambacho anakijua kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga? Kwa sababu Maverick Kaoko, watazamaji wangu, mnamjua, amekuwa mstari wa mbele sana kuexpose mambo ambayo yamekuwa yakifanyika hapa nchini Kenya, mambo ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya ODM, na hasa kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga, kwa sababu ni yeye tu alikuwa wa kwanza kuvunja kimya kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga. Sasa Maverick Kaoko, kuna habari ambazo amekuwa akizichapisha ambazo zinatofautiana kabisa na uhusiano wa William Samoei Ruto pamoja na familia ya Raila Amolo Odinga. Na sasa baada ya William Samoei Ruto kumappoint Ida Odinga ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, inaonekana ni jambo ambalo halija wafurahisha watu wengi ambao wamekuwa wakipinga broad based government ama wamekuwa wakipinga muungano wa ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Sasa watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa huyu Okech Sala ambaye alikuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga, na alikuwa na yeye kila mahali ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa anaenda. Kwa sababu watazamaji, kama kuna mtu ambaye anajua ni ugonjwa gani ambao Raila Amolo Odinga alikuwa anaugua, Raila Amolo Odinga ni changamoto gani za kiafya ambazo alikuwa anazipitia, ni huyu Okech Sala. Na akona habari nzito, akona ujumbe ambao mpaka siku ya leo watu wengi inakuwa ni vigumu kupata kuhusiana na masaibu ambayo Raila Amolo Odinga alikuwa anayapitia kabla hajaiaga dunia kule nchini India, kwa sababu watu wengi waliaminishwa na tukajua sisi wote ya kwamba Raila Amolo Odinga aliaga dunia wakati alikuwa anapokea matibabu kule nchini India. Hebu sikiza ujumbe mtazamaji wangu kutoka kwa huyu Okech Sala, mmoja ya wale adopted children wa Raila Amolo Odinga.
Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, nakukumbusha tena uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Tunavyokwenda huko mbele, sisi tuko na rais na mambo ni broad based government na ni 2 term, na yeyote anayefeel ya kwamba katika pati hii inatofautiana na sera alizonazo katika akili yake, nafikiri ako na nguvu na uwezo wa kufungua pati yake na kuendelea, naye pia aone vile ile nguvu anaweza kuja naye, tupambane kule mbele. Sisi baba alituacha katika hii serikali, mimi ndio nilikuwa na baba mpaka dakika zake za mwisho, na mimi ndio nilikuwa na baba katika ugonjwa wake ya kwanza, na mimi ndio niko na historia ya baba mpaka dakika zake za mwisho. Na baba alinieleza mara nyingi ya kwamba yeye katika siasa anataka watu wake na watu wa ODM wakuwe katika serikali katika muda zinazokuja huku mbele. Hataki biashara za opposition, ya kwamba maendeleo kule Nyanza na kokote Northeastern Coast, Western Rift Valley, pande za Narok kule, maendeleo yote ni madogo. Sasa yeye alikuwa anatakia watu wake wakae katika serikali, na Ruto mwenyewe president ni mtu alikuwa wa ODM. Sera zake na sera za Ruto ni same, na haki ya Mungu nakumbuka akinieleza ya kwamba whatever president is doing right now, it is just what I was planning to do. So me and him, we are doing in the same, we are doing things in the same way. So I'm happy with whatever the president is doing, and Salah, we are in this government and we are going to support him. There's some issues which must be addressed at all times, but those will be addressed internally. Raisi, tunakuzidi kukupongeza na uendelee na yote unayofanya. Wewe ni rais wa Kenya yote na unaonyesha katika vitendo zako. Mtazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kusikiza, huyo ni Okech Salah ambaye anasema kwamba alikuwa na Raila Amolo Odinga dakika za mwisho, na mara mingi alikuwa na Raila Amolo Odinga wakati alikuwa anapokea matibabu, iwe ni kule Germany, ikuwe ni kule India. Alikuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga, na amesema kwamba Raila Amolo Odinga kuna mambo fulani ambayo alikuwa anamuelezea ya kwamba wataendelea kukaa ndani ya broad based government. Yaani mtazamaji wangu, baada ya Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, kila mtu anakuja na maoni tofauti. Kifo cha Raila Amolo Odinga si kifo ambacho alikuwa anakitarajia, na Raila Amolo Odinga hakuwa ameongea ama kuzungumzia jambo lolote kuhusiana na uchaguzi wa mwaka wa 2027. Yeye alikuwa bado yako ndani ya broad based government, na kwa hivyo hakuna siku ambayo alianza kusupport mambo ya 2027 ama mambo ya 2 term. Lakini sasa kifo cha Raila kilitokea ghafla, na kuna viongozi ambao wamekuwa wakisema ya kwamba baba aliwaacha ndani ya broad based government na wataendelea kumsupport William Samoei Ruto mpaka mwaka wa 2027, lakini hawaoni madhara ya kuendelea kusupport hii broad based government. Kitu cha kwanza, ODM itapoteza ground kwa sababu wananchi ndio wanatengeneza kile chama. Supporters ndio chama. Chama bila hawa supporters akiwezi kuwa chama cha ODM tena. Hivi vita ambavyo vinaendelea kushuhudiwa ndani ya ODM sasa hivi, ambapo viongozi wakubwa hawakubaliani na wale viongozi ambao wamekuwa wakitetea wananchi kama Edwin Sifuna pamoja na Babu Owino, hivyo vitu watazamaji wangu vinazidi kudidimiza ODM. Na ifikapo mwaka wa 2027, kama hii ODM haitakuwa inazungumza kitu kimoja, haitakuwa na ule umoja ambao ulikuwepo kabla ya baba Raila Amolo Odinga kuiaga dunia, ODM itakuwa imesaulika. Nimekuwa nikuelezea watazamaji wangu, chama ambacho kimechukua miaka 20 kutengeneza jina, huenda kikaribu hilo jina chini ya mwaka mmoja, endapo hivi vita, migogoro zitaendelea kushuhudiwa ndani ya ODM. Huyu Raila Amolo Odinga watazamaji wangu alianzana na hiki chama cha ODM wakati alikuwa na nguvu, wakati alikuwa anawatetea vijana. Kumbuka hakuna serikali ambayo watazamaji wangu imekuwa hapa nchini Kenya bila Raila Amolo Odinga. Ameshuhudia karibia marais wote, kuanzia kipindi cha Moi alikuwa kwa serikali, alikuwa kwenye ulingo wa kisiasa, akaingia serikali ya Kibaki, akaingia serikali ya Uhuru, na bado akaguzia kidogo ndani ya serikali ya William Samoei Ruto kabla hajaiaga dunia. Kwa hivyo watazamaji wangu, Raila Amolo Odinga vile ambavyo alianza siasa akiwa mdogo, akatengeneza jina mpaka akatengeneza chama cha ODM, basi wakati umefika wa viongozi wadogo kama kina Edwin Sifuna na Babu Owino na wao wachukua uongozi wa ODM, ndiposa iupelekwe kiwango kingine. Lakini wale ambao wanangangania ODM sasa hivi kama kina Oburu Odinga, sidhani kana kwamba wanaweza hata kuiongoza ODM kwa miaka 30 ama 40 ijayo. Itakuwa ni vigumu watazamaji wangu, kwa sababu Raila amekuwa pale kwenye ulingo wa kisiasa kwa zaidi ya miaka 40, kuanzia miaka ya 80 bado Raila Amolo Odinga alikuwa kwenye ulingo wa kisiasa. Kwa hiyo unaona hilo jina lake alianza kulitengeneza kitambo, na amelitengeneza kwa kutengeneza imani na wananchi, kusimama na wananchi, kutetea demokrasia, kutaka wananchi wapate uongozi mzuri, wananchi wasidhulumiwe, wasiteswe na wasinyanyaswe na serikali. Sasa viongozi kama hao ambao sio wasaliti tutawatoa wapi kama ODM itaendelea kutawaliwa na hawa wazee ambao wapo uongozini sasa hivi? Na kwa mimi hapo watazamaji wangu, lakini
Nyinyi sijui mko na maoni gani kuhusiana na uongozi wa ODM mahali ambapo umefika sasa hivi? Je, unaona Oburu Odinga ndio anastahili kuongoza hii ODM kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027 ama viongozi wengine tofauti hao ambao wako na nguvu, viongozi ambao wanaweza kupiga kampeni proper kama Babu Owino na Edwin Sifuna ndio wanastahili kupewa uongozi wa ODM? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bado watazamaji, nitakuwa na hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.